Hatuna matechnician wengi. Tukiona mwanasheria hodari na tunataka mtoto wetu akasomee sheria. Tukiona mfanyabiashara hodari tunataka mtoto wetu akasomee biashara. Lakini hatujui kipaji chake, hatusomi kipaji chake hata kidogo. Na ndio maana unakuta ana shahada nzuri, kwa maana cheti kizuri, lakini bila kuishi kwenye miongozo au sera, kwa lugha nyingine, hana kipi anachoweza kufanya. Kwa huyu ni chawa tu wa kisayansi, ni kupe wa kisayansi, ni kunguni wa kisayansi tu, atakuwa anajipendekeza. Sasa mbaya zaidi imekwenda paka kwa viongozi wa dini. Unamsikiliza kiongozi wa dini, wewe unayemsikiliza ndio unaona haya. Ni kwa sababu gani? Hawezi kuitumia elimu yake ya kidini ikamweka mahala ambapo panastahili kujiheshimu na watu wakamheshimu. Hawezi kuitumia elimu yake ya dini vizuri ikamfanya asitumike au asitumiwe. Tulipata wakati mgumu sana sisi watu wa kwenda msikitini Ijumaa. Unaona kabisa huyu anayezungumza hapa, haya mazungumzo yake si yake, haya yanatoka sehemu fulani. Ni kwa sababu gani? Ni kutokujiheshimu tu, ni kutokujua wajibu wake ni nini, au kutokujitambua. Sasa hili ni tatizo kubwa barani Afrika na nje ya bara la Afrika. Ni vizuri sana tukajitambua ili tukawa huru. Maana ukijitambua utatosheka. Hata kama unakula maharagi utatosheka, hata kama unakula muhogo utatosheka. Kila unachokifanya utafanya unachojua na unajua unachofanya. Hutotumiwa, kwa sababu unajitambua, kwa sababu uko huru. Kwa hiyo unaweza ukatumiwa na usinufaike ndani ya mapenzi na nje ya mapenzi katika maisha yako. Ukaishi kwa matumaini, na si sawa na si vizuri. Na mimi nabahatika kuongea na watu wengi sana. Mimi napata kutengeneza vipindi baada ya kusikia watu. Na ndio natafuta kuongea na watu, maana namsikiliza, nampigia simu huyo tuzungumze. Katika yale ninayozungumza na kuna vitu nagundua, na ninapata nafasi ya kuzungumza kwa sababu nimegundua kitu fulani. Kile nilichokigundua ndio natengeneza speech naweza kuizungumza na ikawa msaada kwenye mitandao ya kijamii, na wengi wananufaika na wanafarijika kwa kile ninachokiongea. Muda si mrefu tutasherehekea au tutafika kwenye siku ya sikukuu ya watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vinaoleta ukimwi. Muda si mrefu. Tujiulize, nchi za Afrika tuna wasomi kwa kiwango gani? Wamefikia wapi? Na kipi kimeshindikana? Ugonjwa una zaidi ya umri wa mtu. Maana ushafika ugonjwa na miaka 40, ni karibia tufike nusu karne. Nchi nyingi za Afrika zinaokopa kuzungumza kwa sababu wasomi wao wanaishi kwa mawazo ya watu wengine. Maana kuna watu wanaishi kwa mawazo ya watu wengine, kuna watu wanaishi kwa ubinafsi kwa sababu ananufaika na kitu anachopata, kwa hawezi kutumia akili yake, anaishi kwa miongozo, hawezi, kwa sababu ni kitu kipo kinatakiwa kiende hivi, hata kama hakina maana, hakina faida, kinatakiwa kiende hivi. Kwa hiyo hatuwezi kufikia katika lengo zuri kama wa Afrika kwa sababu bado hatujajitambua.